Baada ya kuangalia mwenendo mzima tangu tulipotoka tarehe 21 mpaka tulipo leo, mwenendo wa chama, hali ya chama na yote ambayo yameelezewa, na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka 10, kwa maana awamu mbili, 2014, 2019 na baadaye tena 2019, 2025 Januari, na tangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo. Na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu. Haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu. Kwa sababu, na kwa nini tumesema haya? Kwa sababu kuna mambo yanaendelea huko, watu wanaondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya. Hatukuingia Chadema kufuata vyeo. Hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tuna historia zetu hapa, lakini ni ukweli ni kwamba Chadema imepoteza mwelekeo. Chadema imepoteza dira. Chadema imepoteza nguvu ya kitaasisi. Chadema imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini. Na hatujafika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya Chadema hivi sasa. Unaweza ukashinda kwa hila. Unaweza ukashinda kwa upanga. Unaweza ukashinda kwa njama. Unaweza ukashinda kwa uongo. Unaweza ukashinda kwa hiliba. Unaweza ukashinda kwa ulaghai. Unaweza ukashinda kwa kila namna iliyo ovu, na utashinda. Lakini unapaswa pale mara baada ya kushinda ujitathmini, ujipime, ujue sasa wewe ni kiongozi wa watu. Ujue sasa wewe una wajibu wa kuunganisha watu. Una wajibu wa kutoa mbadala wa mipango. Una wajibu wa kutengeneza mikakati. Una wajibu wa kutunga sera zenye kushawishi na sio vinginevyo. Huwezi ukashinda kwa hiliba ukadhani utaongoza chama kwa hiliba au nchi kwa hiliba au hata taasisi yote. Huwezi ukashinda sijui kwa upanga ukadhani unaweza ukaiendesha nchi au chama kwa upanga. Sio kweli. Sisi sio mbuzi, sisi sio punda, sisi sio ng'ombe, na watu wazima hapa. Na sio sisi tu. Na nataka niwaambieni kuna gharika inakuja. Nataka niwaambieni kuna gharika inakuja na hawatoweza kuizuia kwa hiliba. Watu wamewagundua, watu wamewaona. Leo kila ukiwashauri kitu wewe ni timu fulani wewe. Kila ukiwashauri kitu wewe ni msaliti. Kila ukiwashauri kitu wewe ni mCCM. Yaani hawataki kushaurika. Wanataka wakisema wao ni kun fayakun. No reform, no reform. Sawa, no reform, no elections. Ni kweli. Lakini sisi wote ni viongozi. Sisi wote ni Watanzania. Sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni watu wenye akili. Sasa tujadilini, tunakwenda. Hakuna mjadala. Usijadili. Wewe umetumwa wewe. Unatumika na CCM wewe kuzuia no election, no reform. Hebana, haya sasa tunatekelezaje? Tunaanzia wapi? Huyu Mrema huyu anatumika huyu. Mbona hakuyasema wakati alipokuwa ndani? Nani anasema tukiyasema tulokuwa ndani? Na kuna jambo la hovyo linasemwa sana. Kwamba eti no reform wameirithi. Ni kweli wameirithi. No reform ni vichwa hivi ndio vilivyotengeneza strategy, ni vichwa hivi. Wanaozungumza leo hawakuwepo. Sasa hivi ukiwauliza kitu chochote ni no reform, no election. Jamani, chama kinahitaji kujiandaa, no reform, no election. Jamani, chama kinakufa huku chini, no reform, no election. Jamani, chama hakina fedha hiki, tutafuteni, no reform, no election. Yaani kilo unapagusa, no reform, no election, no reform, no election, no reform. Jamani, hiki chama kitaendeshwa na no reform, no election peke yake. Maana sawa, no reform, no election. Tunakuja November, sawa, hatujagombea. And then what next after November? Kwa hiyo sisi ni watu wazima, tunajitambua na ninaamini sana kwamba tutaendelea kujitambua. Na watu wataendelea kuona ulaghai
waliokuweko hapa leo yatatoka, wataandika mambo yote, lakini wazungu wanasema muda ni mwalimu mzuri sana. Time will tell. Tunaondoka, hatutaki kuwa sehemu ya anguko kama ambavyo Mheshimiwa Kigela amesema, tena la makusudi. Maana sio anguko la bahati mbaya. Chama kiko mikononi mwa malaghai, wanakidondosha chama hiki ni kwa makusudi, kutengeneza ubinafsi, wachache kumiliki nguvu, kujipa mamlaka, kujipa uhalali wa mbele ya umma, kwamba wao wakisema ndo waaminike, wengine wote watakaosema ni CCMB wanatumika. Ni anguko la makusudi la kuzima ndoto za watu na kujinyanyua wao. Nataka niwahakikishie, hakuna vikao vinavyokaa. Hakuna. Amezungumza Mheshimiwa, hakuna. Waulizeni mara mwisho wamekaa kamati kuu lini? Waulizeni. Hawakai. Chama kimegawanyika mpaka kamati kuu. Haijawahi kutokea kwenye historia. Mimi tangu nimekijua chama haijawahi kutokea. Yaani leo kwenye kamati kuu wanaangaliana, wewe wa no reform, wewe wa no reform, wewe wa no reform, kama mazwazwa vile. Mmenielewa halafu wanatengeneza vikao vyao. Wale ambao wana mawazo mbadala hawapingi, lakini ni kutengeneza mawazo mbadala wote wanatengwa. Sembuse sisi ambao mmekuwa mkiona na bahati nzuri wamesema kiongozi mmoja amesema, mmemsikia, Chadema sio gereza. Na kweli sio gereza. Halisema ni gereza ni nani? Sio gereza. Na kuna mwingine akasema watu wasiotaka no reform no election watoke. Ndio. Na bahati nzuri, na kuna kiongozi mmoja amejenga msingi mzuri sana. Chadema sio mama yake, kwamba kwa mazingira yoyote yatakayotokea, kwa namna yoyote itakavyokuwa, yatabaki Chadema tu. Ni kweli. Haiwezekani tutabaki Chadema kwa mazingira yoyote tu, au kwa namna yoyote tu ile tubaki Chadema. Hapana. Tunasonga mbele kwa umoja na pamoja, na tunaomba watu watunge mkono kwa kweli.